Karibuni sana Lupiana Polyclinic katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya afya. Leo nitagusia kidogo tu kuhusu mbegu za uume kutoka baada ya tendo la ndoa. Je, kuna uhusiano kati ya mbegu kutoka na kutokushika mimba? Hilo ndio swali ambalo wengi linawasumbua. Tumekuwa tukipata watu wengi wanakuja nasema, mimi kila tukikutana na mume wangu mbegu zinamwagika, tukikutana na mume wangu muda huo mbegu zinamwagika, ndio maana sishiki mimba. Nimeenda kituo fulani wameniambia sishiki mimba kwa sababu mbegu zinatoka, na wengine wameshauriwa kwamba waende wakafanyiwe labda operation kuzuia mbegu zisitoke au kugeuza sio kizazi zisitoke. Hizo sio lugha sahihi wala sio tiba sahihi. Sasa hapa kuna bomba hili linawakilisha umbile la uke kwa mwanamke. Mwanamke ndani ni shimo, ni kama bomba, lakini lila mwisho wake. Huku mwishoni hakuna sehemu ya kwenda, lakini hapo mwanzoni pako wazi. Huku mwishoni kuna tundu dogo sana ambao kazi yake ni kupitisha damu ya hedhi kutoka kwenye mfuko wa uzazi kutoka nje, lakini pia kupitisha mbegu ambazo zitamwagwa kwenye bomba hili kuingia ndani. Ni tundu dogo sana ambalo hata hii kalamu haiwezi kupita. Sasa kwa kawaida shawa za mwanaume baada ya kumwagwa kwenye eneo la uke zina tabia mbili. Moja, huwa zinaganda hapo hapo. Zikiganda baadaye zinayeyuka kama ice cream kidogo kidogo. Zinapoyeyuka zinayeyuka kutoka nje, kwa hiyo zile shawa zinatoka nje. Kwa hiyo ni kanuni ya kawaida kwamba baada ya kumwaga shawa ndani lazima zitoke nje, hakuna sehemu ya kwenda. Ila zitakazopita ndani na kusababisha kutunga mimba ni tone moja tu, lakini zingine zote zinatakiwa zitoke nje. Zitatoka wakati gani? Inategemea. Kuna shawa ambazo mara moja tu zinaweza zikamwagika muda huo, lakini kuna shawa ambazo zinabaki ndani, zinaganda kama ice cream, kama barafu, baadaye zinayeyuka kidogo kidogo. Kwa hiyo lazima zote zitatoka nje. Kwa kina mama wengine wanashuhudia kwamba baada ya tendo la ndoa analoana zinamwagika zote. Kwa hiyo usiogope, ni kawaida. Wengine baada ya tendo la ndoa hazioni hizi kama zinamwagika, ila labda akiamka asubuhi anajikuta ameloana kama uteute unatoka. Ile ni shawa zinaanza kutoka taratibu mpaka ziishe. Kwa hiyo shawa ambazo zinaweza kusababisha mimba kutungwa ni tone moja katika matone 1000. Kwa hiyo zingine lazima zitoke, lakini tone moja litaingia ndani kusababisha mimba. Kwa wale wenye pofu kwamba shawa zinatoka sipati mimba, sio kweli. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi, zitoke zisitoke utapata ujauzito. Kwa hiyo kupata ujauzito hakuna uhusiano wa shawa zimetoka au hazijatoka. Tunachoangalia ni mifumo ya uzazi ipo sawa, hakuna uhusiano na kutoka au kutokutoka kwa shahawa. Karibuni sana Lupiana Polyclinic. Asanteni sana kwa kusikiliza.